Amka nasi. Amka nasi. Habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari. Karibu uamke nasi. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Tabora ambapo tunasimuliwa kuwa afisa wa usafirishaji aliyefahamika kwa jina la Kimwaga Rashidi Kimwaga, yeye ni mkazi wa Tabora, ameuawa usiku wa manane katika kata ya Mbugani manispaa ya Tabora baada ya kushambuliwa na kitu chenye ncha kali kichwani na watu wasiojulikana wakati akiwa anatoka kupeleka abiria maeneo ya Miembe Mingi kata ya Mbugani, huku pikipiki yake ikikutwa pembeni ya mwili huo. Huyu hapa Adela Moses anatusimulia zaidi. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo ambao ni miongoni mwa maafisa usafirishaji, wamesema kuwa mmoja kati yao aliona kizibao cha marehemu kilichokuwa pembeni ya barabara na kisha kwenda kuita wenzake na kuanza operation ya kuwasaka, na wakati wakiwa katika operation hiyo, bodaboda wengine wawili wanadaiwa kushambuliwa na watekaji hao na kusababisha majeraha, na hapa wanaeleza hali harisi. Kwa hiyo taarifa zetu tukapeana kwa wakati, tukaja mbio. Kwa hiyo tukio liko la muda mfupi, wale wakashindwa kuondoka na pikipiki ya marehemu. Kwa hiyo wale wahalifu wakakimbia kwenye msitu wa jeshi. Katika msako huu kuna afisa usafirishaji ambao ni bodaboda walikuwa wamesambaa katika kwenda kutafuta, wakaja kukutana nao upande wa pili, wakawa wamewapiga kamba kwa niaba kwa kutaka kuwateka, kuwaibia ile pikipiki ili wapate usafiri. Fika upande wa pili, bodaboda kwa wameenda mmoja, wamebebana wawili na wenyewe wakapigwa kamba tena. Walivyopigwa kamba ya pili wakawa wamekosa msaada, wale wakawa wanakimbia. Basi tukapata tena taarifa, tukaenda kwa wakati, ile pikipiki ikawa imetupwa. Ilivyotupwa wale tukawa tukufanikiwa kuwaona tena kutokana na huo msitu ulivyo. Tukio linatuogopesha sana sisi tunafanya kazi usiku, mazingira haya usiku. Yaani tunachokiwaza saa hizi hapa hata kuacha kufanya kazi usiku kwa jinsi tunavyoogopa kwa hili swala linavyoendelea. Wito wangu mimi kwa jeshi la polisi, tuendelee kupambana kama tulivyopambana wakati ule, kushirikiana, kutoa taarifa, hawa watu wakamatwe. Tulikuwa naye pale kuanzia mida ya saa 4 hadi mida ya saa 6 hivi na madakika kaondoka. Baada ya hapo ndo tukapigiwa ili kwamba kuna tukio kama hili huko, tumekuja. Ndo kama mazingira yalivyotokea toka awali kama walivyoongea. Umeanza kuogopa kabisa. Nafikia wakati unaweza kuchukua maamuzi usikeshe usiku. Hata hivyo, hivi karibuni matukio ya wizi wa pikipiki na mauaji ya maafisa usafirishaji mkoani hapa yameripotiwa mara kwa mara, hali inayofanya wakazi wa mkoa huu kuwa na hofu na mashaka. Na hapa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao, anaeleza mikakati ya jeshi hilo. Ni tukio lililotokea usiku wa jana tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2026 majira ya saa 8 za usiku katika maeneo ya mtaa wa Usule Miembe Mingi kata ya Mbugani katika manispaa ya Tabora, ambapo kijana aliyefahamika kwa jina la Kimwaga Rashidi Kimwaga, huyu ana umri wa miaka 40, ni Mnyamwezi. Kazi yake ni afisa usafirishaji bodaboda ambaye ni mkazi wa Bomba Mzinga. Aliuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali sehemu za kichwani na kupigwa na kitu kizito usoni na watu ambao bado hawajafahamika. Kiini cha tukio hili ni kuwania mali, na ni kwamba marehemu akiwa eneo lake analoegesha pikipiki maeneo ya baa inayoitwa Breeze Lounge akisubiri abiria, alipata abiria ambaye alisema ampeleke maeneo ya Usule, na walipofika maeneo ya Miembe Mingi abiria huyu alimkaba kwa kamba shingoni. Kisha abiria huyu alishirikiana na wahalifu wenzake waliokuwa tayari wametangulia maeneo hayo, ambao wanasadikiwa kuwa walikuwa wawili, na kumshambulia kwa kumkata na kitu chenye ncha kali kichwani, kumpiga na kitu kizito kichwani, kisha kujaribu kumnyang'anya pikipiki yake. Na ambapo kabla watumia wao hawajafika mbali, afisa usafirishaji mwingine aliyekuwa anampeleka abiria maeneo hayo aliweza kuona reflectors ambayo ilikuwa imeachwa eneo la barabarani, na alitoa taarifa haraka kwa wenzake, na kisha taarifa ilitolewa polisi, ambapo kundi la bodaboda wenzake pamoja na gari ya doria walifika maeneo hayo na walifanikiwa kuokoa pikipiki hiyo ambayo ilitelekezwa mita 20 kutoka barabarani, na maafisa wahalifu hao walikimbia baada ya kuona kwamba wanafuatiliwa.
Pikipiki ipo kituo cha polisi ambapo ina usajili wa namba MC 194 EWG KY rangi nyeusi. Lakini tuelewe kwamba wakati ambapo kikundi kimoja cha uhalifu kinadhibitiwa, inawezekana kukawa kunazaliwa na kikundi kingine cha uhalifu kwenye jamii. Kwa hiyo mimi ni wasi maafisa usafirishaji, kama ambavyo tumeshirikiana jana usiku, tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba tunawabaini na kuchukua hatua kwa wahalifu wote wanaojitokeza kwa sasa, na hata vikundi vingine ambavyo vitajitokeza hapo baadaye vya kihalifu, ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ya kudhibiti uhalifu wote unapojitokeza kwa wakati wowote. Niamkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, sikose hata siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.